Sasa tunarejeshwa mwaka 1924 ambapo yule mkuu wa wavamizi alikichukua kile kinyago cha kichawi ambacho kilitamkiwa laana na kisha akakiweka usoni. Hichi kinyago kikamtetemesha mpaka kikamwangusha hapa chini. Sasa baada ya muda kupita, vijakazi wake wakabidi kuweza kukitoa kile kinyago usoni kwa yule mkuu wao. Hapa ndipo ambapo tunagundua ya kwamba yule mkuu wa wavamizi mara baada ya kuweza kukivaa kinyago kile cha damu ambacho kilitamkiwa laana, alikauka pale pale. Yaani maana yake yule mkuu aliweza kufariki pale pale. Sasa yule mwamba ambaye ni Etile, ambaye alishuhudia mauaji hapo awali, yeye pamoja na mpenzi wake mara baada ya kuweza kukimbia, hakukimbia sana kwani watu hawa walifanikiwa kuweza kumkamata. Lakini bidada ambaye ni Asa hakufanikiwa kabisa kuweza kukamatwa. Hivyo basi mwamba kafikishwa hapa na mwamba ndipo ambapo akabidi kuweza kukivua kinyago hichi kutoka kwa mkuu wake, na hapa ndipo ambapo anagundua ya kwamba kile kinyago cha kichawi kiliweza kumkausha kabisa yule jamaa ambaye ni mkuu wa wavamizi hao ambao walikuja kuvamia hapa na wakafanya mauaji ya kutisha. Sasa kwa kuwa mwanakijiji mmoja ambaye ni Etile yuko hapa, mwamba akasema ya kwamba nimesikia habari nyingi juu ya hichi hapa kinyago, na kisha akasema ya kwamba kinyago hichi kinasadikika kuwa na nguvu za ajabu, na kisha akasema ya kwamba nimesikia mtu atakayekipata hichi kinyago anaweza kuwa na nguvu maradufu na kuwa na nguvu kama Mungu. Lakini huyu mwamba akasema ya kwamba yeye hahitaji kuweza kufahamu juu hivyo vyote, lakini anataka kufahamu ya kwamba ni kwa nini kinyago hichi kimeweza kusababisha madhara kutoka kwa huyo mvamizi ambaye ni mkuu wao. Mwamba kuitwa Etile akabidi kuweza kumweka wazi huyu mshikaji na kumwambia ya kwamba hicho kinyago hutenda mambo mabaya kwa mtu yoyote ambaye atasaliti ardhi yake, na kisha akasema ya kwamba na mtu yoyote ambaye atafanya mabaya dhidi ya ardhi ambacho kinyago hicho kinatokea. Sasa huyu mwamba akasema ya kwamba Etile, kwa kuwa umeniambia mambo hayo, basi wewe unatakiwa kukivaa kinyago hichi cha kichawi. Mwamba kuitwa Etile alikataa kabisa kuweza kukivaa hichi kinyago cha kichawi, lakini mwamba akamwambia ya kwamba una option mbili tu Etile, ya kukivaa hichi kinyago au ni kuue mimi mwenyewe. Etile akamwambia ya kwamba anaomba wamsamehe, kuvaa hichi kinyago kinaweza kikamsababishia laana kubwa sana na kisha kikamsababishia kifo. Lakini mwamba akasema ya kwamba hapa tuko mimi na wewe, utakivaa hichi kinyago au ni kuue mimi. Etile alitia huruma sana. Sasa mwamba hakutaka kabisa kuweza kumwelewa Etile, hivyo basi akawaamuru walinzi wake waweze kumleta Etile mpaka alipo, na kisha mwamba akamvesha Etile kile kinyago cha kichawi kwa lazima. Etile alipokivaa tu kile kinyago akakosa nguvu na kisha akaanguka chini na kukauka hapo hapo. Basi bwana, watu hawa mara baada ya kuweza kuhakikisha kwamba Etile naye pia amefariki, mwamba akasema ya kwamba rest in peace brother, na kisha mchizi akabidi kuweza kuambia wenzake ya kwamba waondoke. Sasa waliposogea hatua kadhaa, mwamba akawasimamisha wenzie na kisha akawaambia kwamba wanapaswa kuweza kukirejea hichi kinyago. Hivyo basi mwamba akasogea moja kwa moja mpaka alipo Etile na kukivua kile kinyago hapo, na kisha mwamba mara baada ya kuweza kukivua akasema ya kwamba hichi kinyago nitatumia dhidi ya wazungu ambao kuja kwetu na kutunyanyasa. Basi bwana atakitumia kinyago hicho kama silaha. Mwamba kisha akabidi kuweza kutoweka maeneo hayo yeye pamoja na wenzake. Sasa wakati wanatoka watu hawa, Etile akatingisha mkono pamoja na mguu, ishara ya kwamba mwamba kuitwa Etile bado yuko hai. Sasa tunatupwa huku mwaka 2024. Barnaba na Silas wako pale pale sehemu ambapo walificha kile kinyago cha kichawi ambacho wao walikiiba kwenye makumbusho. Sasa hapa ndipo ambapo tunakumbushwa ya kwamba Barnaba alikivaa kile kinyago cha kichawi lakini hakikumzuru. Sasa inawezekana Barnaba yuko katika ukoo huu ambao wanamiliki hichi kinyago, labda uko mbele tutaweza kuyafahamu haya. Lakini hapa mwamba kuitwa Barnaba alikuwa akimwambia mwenzake ya kwamba kupitia hichi kinyago watapiga pesa nyingi sana sana. Basi furaha kati yao ikaendelea hapa, lakini pia wakapanga mpango na kusema ya kwamba watahakikisha ya kwamba wanakilinda hichi hapa kinyago na hakuna mtu yoyote ambaye ataweza kukijua walichokificha, na kisha wakawa wanapanga mpango mzuri sana wa kuweza kutoka katika makumbusho haya. Ukweli ni kwamba Barnaba pamoja na Silas waliweza kuchanganyikiwa mara baada ya kuweza kusikia kinyago hichi kinauzwa milioni 1, yani dola za Kimarekani, lakini hawajui ya kwamba kinyago hichi kimebeba uchawi mkubwa sana hapo awali. Basi bwana, Silas na Barnaba au wanatoka nje. Sasa wakati wanatoka hapa wanakutana na mwalimu. Washikaji si ndio wataka kurudi nyuma. Mwalimu akawaona na kisha akawaita na kuambia kwamba hebu join hapa. Mwalimu akaanza kuwauliza ya kwamba walikuwa wapi na walikuwa wanafanya nini. Sasa Barnaba akasema ya kwamba yeye pamoja na Silas walienda kukitafuta kinyago huko akiwa anajiumauma. Sasa teacher akaenda moja kwa moja direct kwa Silas na kumwambia ya kwamba wewe mlikuwa wapi? Silas akasema ya kwamba walikwenda kukojoa. Sasa hapa mwalimu akaconnect dot na kuambia ya kwamba wewe unasema umeenda kutafuta kinyago, Silas anasema ameenda kukojoa. Nani ni muamini hapa? Yaani mwalimu, kipindi ambacho Silas ametoka kukojoa, sisi ndipo ambapo tulienda kukitafuta hichi kinyago. Sema ni huyu mshikaji hawezi
kujielezea kwa sababu wana wengi. Mwalimu akamwambia kwamba wanapaswa kuweza kukitafuta hichi kinyago mpaka wakipate ili kusudi kuweza kuondoka maeneo hayo, na kisha kabidi kuweza kusisitizia na kuambia kwamba kumbukeni ya kwamba kitakachoharibika si tu taswira ya mtu mmoja, bali ni taswira ya shule nzima, bila kujua ya kwamba wawili hawa wana hicho kinyago. Huyu mwalimu Barnaba na Silas ni kuitikia tu hapa, mwalimu sawa, tumekuelewa, tutafanya hivyo mwalimu. Basi bwana mwalimu huyu akawaruhusu watu hawa waweze kuondoka na waendelee na mishemishe hizo za kutafuta hicho kinyago. Sasa upande huu hapa wa pili tunawakumbuka Emmanuel pamoja na Sofia wako hapa, watu wataki kabisa kuweza kutafuta kinyago, lakini wanakula tu story. Na hapo huyu dada anabidi kuweza kukazia na kumwambia kwamba lini utanipa ile surprise ambayo uliniahidi ya kwenda Paris. Sasa Barnaba pamoja na Silas ndio ambao wanaingia katika mitaa hii ambapo yuko bidada kuitwa Sofia lakini pamoja na Emmanuel. Sasa Barnaba akasogea moja kwa moja mpaka alipo Sofia na Emmanuel, na alipofika hapa akaanza kumtania sana mshikaji kuitwa Emmanuel. Sasa kipindi ambacho Barnaba anapomuongelesha Emmanuel hakutaka kabisa kuweza kumpa attention mshikaji, na akaendelea kuzungumza tu na Sofia. Sasa hichi kitendo kikamfanya Barnaba amaindi ile mbaya sana. Mwisho wa siku akabidi kuweza kumtupia maneno makali sana Emmanuel na kumwambia kwamba huenda amepewa limbwata sana na huyu bidada kuitwa Sofia, kwani mimi nakuongelesha alafu unisikii. Mwamba akaeka shombo nyingi sana na kumwambia Emmanuel ya kwamba endelea tu kulinga na huyu Sofia, hili penzi kabisa halitadumu, mimi naamini. Sasa hapa wakaanza kuzozana. Sasa Sofia akabidi kuweza kuingilia kati na kumwambia Barnaba ya kwamba umetukuta tukiwa tunazungumza maongezi yetu, hivi basi tuache Barnaba. Sasa wewe Sofia acha kumtetea kabisa huyu hapa mwamba. Sasa wewe kama unaendelea kumtetea huyu mwamba, mimi ndo ninayejua ya kwamba ni jinsi gani anakuchiti na ana watu kibao. Na kisha Barnaba akamshutua mwanae Silas huyo, wakaondoka wakaacha msala mitaa hii. Sasa hapa Sofia naye pia akaanza varangati la maswali na kumuuliza Emmanuel ya kwamba anachokizungumza mwamba Barnaba ni sahihi. Emmanuel sio kwa kujingata tu hapa na kujitetea na kusema ya kwamba huyu anachozungumza sio sahihi bwana, wewe mwenyewe unamuelewa Barnaba ni mtu ambaye anazungumza sana. Sasa hapa majibizano yakawa mengi. Sasa mara baada ya kuweza kuona kila anapojitetea bidada hamuelewi, asa Emmanuel akamwambia bibi ya kwamba amuache jamaa afikirie mambo mengine, hataki kabisa kuzozana na mtu, na kisha mwamba akateleza mitaa hii. Sasa upande huu tunamuona Daniel naye pia akasogea alipokaa na kisha akamfuata huyu bidada ambaye alikuwa akisoma kitabu mitaa hii, na kisha akaanza kumwambia kwamba hivi wewe unaona kitu ambacho kinaendelea hapa ni kiko sahihi? Na kisha mwamba akahoja kwamba hivi unadhani ya kwamba hichi kitu ambacho wanakidai hapa ni cha kwao kweli, au unahisi ya kwamba haya makumbusho kabisa hayana makosa hapa? Alafu nimepata mashaka, unajua haya makumbusho yanamiliki mali nyingi ambazo sio za kwao. Na kisha akasema ya kwamba mali zote ambazo zipo katika haya makumbusho ni vitu ambavyo viliibwa zamani kutoka kwa mababu zao wa zamani. Na kisha mwamba akatolea mfano mdogo na kusema ya kwamba unikumbuka ile samaki ya kichawi waliotuonyesha, haikutakiwa kabisa kuwepo hapa. Sasa bidada akamgeukia moja kwa moja Daniel na kisha akamwambia kwamba Daniel, ikiwa una tabia ya kuhoji kila kitu utaishia jela mwanangu, acha kabisa hiyo tabia. Kitu hichi kimeonekana kama kimemgusa hivi mwamba kuitwa Daniel, kisha bidada akatoka hapo na kisha kaenda maeneo mengine. Sasa upande huu hapa pili mwalimu alimfuata Miss Brown na kisha akaanza kumlalamikia sana kwa namna ambavyo wameweza kuwashuku wanafunzi wake, na kisha akasema ya kwamba wanafunzi wangu hawajachukua kabisa hichi kinyago ambacho nyinyi mnakitafuta. Lakini Miss Brown akamwambia ya kwamba haiwezekani, watakuwa ni wao kwa sababu toka walipofika kinyago hichi akionekani. Kisha mwalimu akasema ya kwamba ikiwa wanafunzi wangu ndio ambao wamehusika na kuweza kuchukua hichi kinyago, basi mngetazama hata kwenye CCTV kamera. Lakini mwalimu anasema ya kwamba CCTV kamera hazionyeshi kabisa kitu chochote. Lakini hapa tunagundua kitu kingine kipya ya kwamba Miss Brown pamoja na huyu mwalimu hapa wamepanga mpango mkubwa sana kuweza kuikamata hiyo Max na kisha na wao pia wakaiuze sehemu kwa pesa nyingi sana. Na hapa ndipo ambapo tunagundua ya kwamba Miss Brown pamoja na huyu mwalimu ni wapenzi hawa. Upande wa huku wanafunzi wameshachoka na wamepoteza kabisa matumaini ya kuweza kutoka hapo, kwani hata hicho kinyago hakionekani kabisa. Sasa huyu Joseph anafuatwa na huyu bidada na kisha bidada anabidi kuweza kumuuliza Joseph ya kwamba wewe uhisi ya kwamba hawa watu watakuwa wametuteka na sio kwamba kwa sababu ni kinyago. Sasa Joseph baada ya jibu yeye anasema ya kwamba kuna kitu ameota. Mwanadada akabidi kuweza kumuuliza ya kwamba wewe kila siku unaota, haya leo umeota nini? Sasa Joseph akasema ya kwamba hawa watu ambao wameweza kuwateka katika maeneo haya mwisho siku wataweza kuwapiga risasi watu wote hapa. Sasa mwanadada akabidi kuweza kumwambia Joseph ya kwamba aachane kabisa na hizo ndoto zake, kwani hakuna siku ambayo aliweza kuota ndoto nzuri zaidi ya ndoto za kutisha tu yeye. Sasa huu upande wa pili mwamba kuitwa Emmanuel alikuwa ametulia peke yake akiwa na stress ile mbaya, lakini kuna huyu bidada ambaye ni Vivian alimuona huyu mwamba na kisha akabeba vinywaji viwili. Huyu bidada anampendaga tu mwamba huyu ambaye ni Emmanuel. Alipofika hapa akamkabidhi mshikaji kinywaji kimoja, lakini mshikaji akakataa kabisa na kumwambia kwamba ukweli ni kwamba hahitaji kabisa kuweza kuzungumza na yeye, na kisha akamwambia bidada ya kwamba amwache na kisha aendelee na mambo yake. Bidada akasema ya kwamba ukweli huwa anaumia sana na anakumbuka ya kwamba bidada ambaye ni Sofia aliweza kumuiba kutoka kwake. Mwisho siku Emmanuel alisema ya kwamba hataki kabisa kuweza kumsikiliza huyo bidada. Sasa tunatupa upande huu hapa wa pili, mwamba Barnaba anatoka katika mazingira haya na kisha tunamuona askari akiwa amesimama mazingira haya na mshikaji akabidi kuweza kuzuga hapa mara baada ya kuweza kumuona askari. Sasa wakati anazuga na kusogea mbele kidogo anakutana na bidada ambaye ni mrembo sana
sana. Mchizi wa kuitwa Barnaba akabidi kuweza kumwangalia sana yule bidada. Mwisho wa siku mwamba akaanza kumfuatilia bidada yule. Sasa upande huo wa pili Emmanuel bado anaendelea kumjibu vibaya sana huyu bidada ambaye ni Vivi. Mwisho wa siku mwanadada akachoka kabisa, akabidi kuweza kuondoka maeneo hayo. Sasa Vivi wakati anaondoka mara baada ya kuweza kujibiwa vibaya na mwamba ambaye ni Emmanuel, akakutana na Silas. Silas akabidi kuweza kumsimamisha hapa na kisha akamuuliza, hivi leo una furaha kweli wewe? Sasa huyu mwanadada anamwambia Silas ya kwamba hana furaha ikiwa watu hawa wanaweza kuambia kwamba walipe vitu ambavyo hata wao wenyewe hawaelewi ni vya nani. Na hata hivyo bidada anasema ya kwamba vitu ambavyo wanapaswa kuweza kulipa ni vitu ambavyo vilikuwa zamani vya mababu zao. Sasa kwa nini walipe? Na kwa nini waweze kushikiliwa hapa? Na kwa nini waweze kuteseka hapa? Mimi ndio kitu ambacho kinaninyima kabisa furaha. Mwisho wa siku Silas akamwambia bidada ya kwamba vitu ambavyo vinaonekana viko hapa vina thamani ya zaidi ya mamilioni ya pesa. Na kisha kabidi kuweza kumuuliza bidada ya kwamba hivi unajua ni kiasi gani ambacho kipo hapa, ama thamani ya vitu hivyo ambavyo viko hapa ni mamilioni ya pesa kutoka katika pesa za Kinigeria. Bidada akabidi kuweza kumwambia ya kwamba hizo pesa ambazo wewe unazitamka hapo zinatosha kabisa kuweza kununua ukimya wako. Kisha akamtoa mwamba kuitwa Silas na kisha bidada huyo akatimka. Sasa yule bidada wakati anaondoka kwa hasira sana aliweza kuiangusha ile Pepsi na mwamba Silas akabidi kuweza kuinyanyua ile Pepsi. Sasa wakati huo Barnaba naye pia anafika hapa na kumwambia ya kwamba ameona mwanamke mzuri sana na kumwambia ya kwamba Silas wanapaswa kuweza kumtafuta huyo bidada ajue amepotelea wapi. Silas akabidi kuweza kumwambia Barnaba ya kwamba hivi kwa nini unakuwa hivyo? Kila ukimuona mwanamke mzuri, kila ukimuona mwanamke unakuwa hivyo, unachachawaga sana mwanao. Na kisha akamwambia kwamba maneno hayo uliweza kuyazungumza hivyo hivyo ulivyokutana na Sharon. Na mwisho wa siku anamwambia ya kwamba Sharon ndio huyo bado anamshangaa na hajafanya chochote kile. Sasa Barnaba anamwambia ya kwamba wewe unadhani ya kwamba mimi nakuzungumza uongo, lakini hata wewe mwenyewe ungemuona huyo mdada ungesadiki kile ambacho nakizungumza hapa. Sasa huyu Silas akamchana Barnaba na kumwambia kwamba sasa hivi tunapaswa kuweza kuwaza namna gani ambavyo tunaweza kutoka hapa na tunatoka na kile kinyago bila kushtukiwa. Na kisha akamwambia kwamba ikiwa unahitaji kuweza kumpata huyo mlembo ambaye wewe unamsema, cha kwanza unapaswa kuweza kutoka hapa nje, na hata ukiwa na pesa unaweza kumpata bwana Barnaba. Vipi wewe? Silas akabidi kuweza kumwambia Barnaba ya kwamba anaomba amletee mpango mzima wa kuweza kutoroka hapa na wala si mpango wa wanawake. Sasa tunatupwa upande wa pili. Hapa tunasikia sauti ikiwa inasema ya kwamba mkuu wangu naendelea kutafuta. Na kisha tunamwona huyu hapa bibi akiwa anazungumza hapa na kusema ya kwamba ujinga wa hii dunia bado upogi tu hapa Na huyu bibi akasema ya kwamba bado naendelea kukitafuta sana hicho kinyago. Kwa nini umekuwa mpumbavu hivi na kukipoteza hichi kinyago? Kitu ambacho nimeweza kukiwinda kwa takriban miaka mingi sana, ila leo hii umekipoteza namna hii tunakiona. Na kisha hapa tunagundua ya kwamba yule bibi anazungumza na Miss Brown. Sasa kama unakumbuka vizuri, huyu bibi ndio ambaye Barnaba alimuona lakini Silas akumuona. Inawezekana naye pia ana uchawi hapa na yuko hapa kwa mission maalum ya kuweza kuitafuta hichi kinyago. Sasa huyu bibi akabidi kuweza kumwambia kwamba unapaswa kuweza kuelewa juu ya fadhila zangu. Na huyu bibi inaonekana ya kwamba alimlea huyu Miss Brown toka yuko mtoto mpaka kufikia hapa, na anaonekana ya kwamba alimpata katika matatizo makubwa sana. Na kisha huyu bibi akabidi kuweza kumwambia Miss Brown ya kwamba ahakikishe anakipata hichi kinyago. Kisha sasa tunatupa mwaka 1924. Tunaona kijiji kikiwa kinateketea ile mbaya, na kisha tunamwona yule mwamba ambaye ni Etile tayari ameshanyanyuka hapa akiwa ameungua sura maeneo haya, na mwamba akaonekana akiwa na uso wa kutisha sana. Mchizi akaganda hapo na mwisho akaondoka mitaa hii. Kisha tunarejeshwa mwaka 2024 kama kawaida kule kwenye jumba la makumbusho. Sasa leo hii ikiwa inaelekea jioni tena, na kisha huyu mwalimu akawasogelea wanafunzi wake na kisha akawaambia kwamba wanapaswa kuweza kukitafuta hichi kinyago na waongeze umakini kwenye utafutaji wa kinyago hicho, na kama wataleta masiara basi na leo watalala hapa. Wanafunzi hapa nao pia ni wakumaindi tu na wakamaindi vibaya mno, wakisema ya kwamba wao hawatakubali kabisa kuweza kulala hapa. Sasa mwalimu akawabembeleza wanafunzi wake na kuambia kwamba huu ni utaratibu ambao wao wameuweka na sisi hatuna namna yoyote ya kuweza kuubishia utaratibu wao. Na kisha mwalimu akawatawanyisha wanafunzi wake na kuambia ya kwamba anakwenda kutafuta sehemu pa kulala ikiwa hawajakipata hicho kinyago. Alipofika huku akakutana na Miss Brown na kisha akamuomba sehemu ambapo wanafunzi wanaweza kupumzika. Huyu Miss Brown akaonyesha sehemu ambao ni hall, alina hata kitanda wala nini, ni pabaya in short, na kisha akasema ya kwamba wanafunzi wako watalala hapa leo hii. Huyu mwalimu akabidi kuanza kumshangaa sana huyu Miss Brown na kuambia kwamba wewe hujui ya kwamba wanafunzi wangu ni miongoni mwa wanafunzi ambao wametoka katika familia za kitajiri, hawezi kabisa kulala hapa. Mimi nilitarajia pengine labda kutakuwa kuna vitanda vizuri, kutakuwa na sehemu nzuri na wao wataenjoy hata kama wako gereza ndogo. Sasa Miss Brown akasema ya kwamba hakuna haja ya kuweza kuweka mambo yote hayo, kwanza watu wenyewe wameiba, lakini mwisho wa siku tutawatengenezea mazingira mazuri. Ndio vitu ambavyo wamevikuta hapa, hawataki wataacha. Sasa baya
zaidi ni kwamba mwalimu alishawaahidi ya kwamba anakwenda kutafuta mahali pazuri pa kulala wanafunzi hao na kisha akawabembeleza. Sasa hapa anawaza ataendaje kuambia wanafunzi wanapaswa kuweza kulala sehemu hii ambayo hata yeye mwenyewe ameona ya kwamba ni sehemu loko. Basi bwana, tunarejeshwa upande huu hapa. Silas na Barnaba bado wanaendelea kupanga mipango, lakini mpango hapa ni mmoja tu, wanatokaje kwenye hili hapa jengo. Silas hapa anamtoa ofu Barnaba na kumwambia kwamba yuko na mpango mzito wa kuweza kutoroka maeneo hayo, na kisha akasema ya kwamba endapo atatoroka basi watakuwa ni matajiri wakubwa sana. Sasa wakati wanakula tori watu hawa, yule bidada mrembo naye pia akapita mitaa hii na Barnaba akamuona. Mwisho mwamba akabidi kuweza kukatisha story, lakini Barnaba hakutaka kabisa kuweza kumwambia mshikaji, na kisha huyo akabidi kuweza kumfuata yule bidada ambaye alimuona akiwa anakatiza mitaa ile na kuishia mbali. Sasa wakati Barnaba anamfuata yule mrembo, kuna bidada naye pia mwanafunzi alikuwa akimfuata huyu Barnaba kiasi cha kwamba kama anamchunguza hivi. Sasa Barnaba alipomkaribia huyu mwanadada akabidi kuweza kumuita, "Hello mrembo." Mchizi akaanza kumwageka mistari na kumwambia ya kwamba mara ya kwanza tuliweza kuonana lakini tukapishana, lakini leo hii naamini ya kwamba kila kitu kitakuwa poa, tutazungumza mrembo. Sasa huyu mwanadada akamuuliza ya kwamba kwa nini? Mchizi ni kujingata tu hapa na kumsifia huyu bidada ya kwamba ni mzuri kama malaika. Sasa kipindi hayo yote yanaendelea, uwezi amini huyu mwanadada akawa anamtazama Barnaba hapa, lakini panaonekana ya kwamba hapana kitu, na anaonekana Barnaba akiwa anazungumza peke yake. Mwamba anajitambulisha tu hapa, "Mimi naitwa Barnaba na ninafurahi sana kuweza kuongea na wewe siku hii ya leo." Sasa huyu mwanadada naye pia akabidi kuweza kujitambulisha na kumwambia ya kwamba yeye anaitwa Precious. Sasa mwanadada kuitwa Precious akamwambia Barnaba ya kwamba yeye anafanya kazi katika jumba hili la makumbusho. Uwezi amini lilimwagika furaha nyingi sana kwa huyu hapa mchizi wa kuitwa Barnaba. Sasa huyu dada anamwangalia Barnaba, uwezi amini anachokifanya Barnaba, anamuona kama wenge vile, kwani haongei na mtu kabisa. Na kipindi hicho mchizi akawa anashikana mkono na yule mwanadada ambaye alimuona pale. Huyu mwanadada anashangaa, mbona huyu jamaa anaongea peke yake? Basi bwana, mwamba kuitwa Barnaba akaanza kumuomba appointment ya huyu bidada na kumwambia kwamba usiku wa leo wanapaswa kuweza kuonana na kuzungumza mambo mengi. Basi bwana, wakaagana hapo, kisha Barnaba akabidi kuweza kuondoka, mwanadada naye pia akabidi kuweza kuondoka, na huyu pia ambaye anachungulia hapa na kumwangalia Barnaba akiwa anazungumza peke yake naye pia akaondoka ili Barnaba asiweze kumkuta hapa. Sasa swali ni je, mwamba kuitwa Barnaba alikuwa anaongea na mtu au jini? Lakini kwa macho ya nyama wote tumeona ya kwamba huyu mwamba kuitwa Barnaba alikuwa akizungumza na mtu ambaye ni wa ajabu, lakini yeye alimuona kama ni mrembo ile mbaya. Na vipi kuhusu yule mwanadada, anamfikiriaje Barnaba mara baada ya kuweza kumuona maeneo haya akiwa anazungumza peke yake? Sasa drop comment yako hapa chini, vipi tulete muendelezo sehemu ya 3 au la tuachane nao? Na hundo unakuwa mwisho hapa mzigo wa kuitwa School Trip. Mimi naitwa Kipaso JR, paka kwa wakati mwingine, bila kusahau kusubscribe. Oi.